Naam, acha tumalizie na hili ndugu zangu Waislamu, katika siku yetu ya leo, faida tuliyopata katika kukumbusha kunako ahwali na hali ambazo tunazoishi nazo katika mwezi huu wa Dhulhijja ambao ni mwezi wa mahujaji. Nitapenda muondoke na haya ambayo tulioishi nayo katika siku zetu hizi 4, kwa sababu kalenda yetu leo inatuonesha leo ni siku ya tarehe 4 katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Katika yale ambayo tuliyozungumza leo ndugu zangu, katika siku yetu ya leo ni kuhusikana na amal ambayo ni muhimu sana Muislamu kuweza kujua ni vipi vinavyohitajika kuishi navyo katika mwezi huu wa Dhulhijja, hasa katika siku hizi 10 za Dhulhijja. Ndugu zangu Waislamu, min a'mali 10 min Dhulhijja, katika amali zinazotakikana katika siku hizi za mwanzo za Dhulhijja, kwa wale ambao labda tumechelewa siku 3 zilizopita, basi chukulia kuanzia hii tarehe ya leo tarehe 4 uweze kuyafanya haya ambayo nitakayokuhusia insha Allah. Ndugu zangu Waislamu, tunafahamu kwamba tunaishi katika manasikul haji na Allah subhanahu wa ta'ala anasema alhajju ashhurul ma'lumat, hija ina miezi yake ambayo ni maalum, na tunaelekea kumaliza kwa sababu tumekuwa ndani ya mwezi wa Shawwal na tukaishi katika mwezi wa Dhulqaada ambao ni Dhulqaada, na leo insha Allah tumo ndani ya tarehe 4 ya mwezi huu wa Dhulhijja. Anasema, ukitizama katika hadithi aliyoipokea an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Abbas anatuelezea kwamba anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama qal, kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama alisema, ma min ayyam, hakuna masiku, a'malu salih, vitendo vizuri, fihinna, ndanimo, ahabbu ila Allah, vinapendeza mbele zake Allah, ama anavipenda Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhihi al-ayyam 10, katika masiku haya 10. Bimaana ukitenda amali ambayo ni a'malu salih, vitendo vizuri ndanimo katika masiku haya 10, Allah subhanahu wa ta'ala anavipenda, na amali hiyo bila shaka Allah anaipokea basi na kuwa na kupita katika mikono ama kuchekechua na malaika. Leo inshallah tutazungumzia ni amali zipi, na ukitazama katika hii hadithi ilifikia mpaka maswahaba wakamuuliza, faqalu ya Rasulullah, ewe mjumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala, walau jihad fi sabilillah, vipi jihadi, mtu kutoka kwenda kupigana jihadi? Akasema mtume wetu Muhammad sallama, faqala Rasulullah, akasema mtume wetu Muhammad sallama, walau jihad fi sabilillah, hata jihadi, mtu akaenda kupigana jihadi hafikirii kufanya amali katika vitendo hii ama katika masiku haya 10. Ndugu zangu Waislamu, bimaana ni masiku ambayo ni mazuri na yako bora mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni masiku tunachukua umuhimu wa kuwahimizeni mara kwa mara kuishi na kuyatendea haki na kuchuma ndani ya masiku haya, kwa sababu sisi ndio walimu zenu, sisi ndio maduati tunawakumbusha katika mambo ya kheri. Sasa sisi tukikaa kimya tukawaacha nyinyi mnafanya yale ambayo yasiyofaa kuweza kufanya katika masiku haya 10, tutaulizwa sote, kwa sababu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kila mmoja amepewa dhamana ya kuchunga. Miongoni mwa dhamana tuliyopewa sisi maduati ni kuwafikishieni nyinyi ambao mnaotufuata, nyinyi ambao mnaotusikia, ili muweze kuchuma yale ambayo yanayojiri katika nyakati hizi. Inshallah leo tutazungumzia mambo 10 ambayo a'malu 10 min Dhulhijja, mambo ambayo usiachi kuyatenda
katika siku hizi 10 za Dhulhijja. Jambo la kwanza ni hija, mtu kwenda kufanya hija. Ni jambo la kwanza hili, nadhani mahujaji alhamdulillah wanaishi katika ibada hiyo ya hija. Jambo la pili ni kuchinja. Kuchinja ndugu zangu, adhabh, kuchinja ni jambo ambalo ndanimo linatakana ndugu yangu, kama una uwezo wa mbuzi mmoja, kondoo mmoja, ng'ombe moja uweze kuchinja, na kama uwezo upo watu 7 ama watu ngapi muweze kutumia ng'ombe ama ngamia. Usikupiti masiku haya isipokuwa umefanya nini? Umeandaa kichinjwa kufata suna ya Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Alafu suala, jambo lingine la tatu ni siyamu yaumul arafa, kufunga siku ya Arafa. Na jambo lingine la 4 ambalo takana tuishi nalo ni takbir wa tasbih wa tahmid, ni kuishi na tasbih, watu kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, na tahmid na kumshukuru Allah, kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo lingine ni addu'a, kutuishi na dua ndugu zangu Waislamu, tumbilia Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya. Na jambo lingine la 7 ni la 6 ni tilawatul Qur'an wa tadabbur maanaha, ni watu kuishi na kusoma Qur'ani na kusoma Qur'ani hiyo na tuelewe maana yake. Na jambo lingine ni al-infaq fi wajhillah, watu kutoa sadaka kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la kumalizia kutokana na muda wetu, muda wa sala unakaribia, ni kuamrishana mema, amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Na jambo la mwisho ni kufunga siku hizi 10, mtu aishi afunge siku hizi 10. Insha Allah mengi tutazungumza kesho katika kuyachambua hayo. Naomba tufaidike na hayo, yasikupiti yasikufute haya mambo katika masiku haya 10. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.